Shekhe ni mgeni wa jeshi la polisi. Jifunzeni kitu ndugu zangu hapo Waislamu, kabla shaja wasalimia, mjifunze kitu. Jeshi la polisi ndio liniandaa mashindano ya Qur'ani huko Mbingu. Kwa hiyo shekhe ni mgeni wa OCD hapa, yuko OCD anamsubiri hapo kituoni ili wakasalimiane, safari ielekee Mbingu. Ifakara matajiri wako, wenye fedha wako, tena wengi. Hata mashindano ya watu wazima ya Qur'ani wanashindwa kuyaandaa, ama kwa organize yenu hii Waislamu au mwamia tu, ili mradi kuitukuza na kuipa heshima Qur'ani, watu tunashindwa. Lakini inshallah jeshi la polisi limeandaa jambo hili, na uwezi amini hao walioandaa hilo jambo wa Kristo Afande Patrick na wenzie karibu wote wa Kristo, lakini ni mwaka wa 3 wanafanya hayo mashindano ya Qur'ani, na mlezi wao ni Sheikh Nuruddin Kishki, muhadhiri wa kimataifa. Kwa hivyo mimi kwa mapenzi ametamani tuongozane katika safari hii, na jana Sheikh Yahya alipopiga simu, leo mzee Daudi kanipigia pia mara 3 mara 4, nikamuomba Sheikh, wanaomba walau wasalimie tu. Basi Sheikh akubali. OCD kule anamsubiri, nimuombe mimi siongee mengi. Sheikh Kishki, fadhali njoo wasalimie hao Waislamu baada ya salamu yako, alafu tukimbizana na muda kuelekea huko Mbingu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma baada ya kumshukuru Allah jalla fi ulah na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotangulia hapa ndugu yangu Sheikh Jaafar, sisi ni wapita njia. Rihla yetu hii ilianza Ijumaa, tulikuwa Mikumi, tumejaliwa kutoa khutba ya Ijumaa, na baada ya hapo Allah akatujalia kuwa na muhadhara wa wazi baada salati al-asri mpaka magharibi, na hatimaye leo asubuhi tumetoka Mikumi kwa minajili ya kuelekea maeneo ya Mbingu kwa ajili ya mashindano ya Qur'ani tukufu yanayotarajiwa kufanyika kesho asubuhi. Kwa kuwa tumefikia katika mji huu wa Ifakara, tukasema ya kuwa tukaswali salatu dhuhri msikitini, na Sheikh akaniambia Waislamu wanaomba uwasalimie. Haitoshi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh peke yake, bali niwakumbushe hadithi moja miongoni mwa ahadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abu Huraira aliyoipokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, ya kwamba katika hadithi hii bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameanza na neno zito la kiapo. Amesema, walladhi nafsi biyadihi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi Muhammad ipo mikononi mwake, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi mpaka muamini, mpaka muwe na imani kamili. Wala tu'minu hatta tahabbu, na hamtoamini, imani zenu haiwezi kukamilika hadi mupendane. Katika hadithi hii kuna mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuanza na kiapo. Wanawachuoni wa tauhid wanatuambia al-adhimu la yuqsimu illa bi'adhim, siku zote mkubwa haapi ila kwa jambo kubwa.
na hakuna mkubwa katika viumbe wa Allah kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ukiona bwana Mtume katika maneno yake anaanza na kiapo, ujue anachokiapia ni jambo zito mno. Anaanza na kiapo, anasema ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi ipo mikononi mwake, hamtoingia peponi mpaka muamini. Idadi ya Waislamu ni kubwa mno, lakini idadi ya waumini ni ndogo. Si kila Muislamu ni mu'min kamilul iman, mu'mini mwenye imani kamili. Walidhalika katika suratul Hujurat, mabedui wakadai tayari wamekwisha amini, na Allah akawapinga papo hapo. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wamesema mabedui, sisi tayari ni waumini kamili, tumekwisha amini. Allah anasema qul lam tu'minu, waambie Muhammad, nyie bado hamjaamini, walakin qulu aslamna, lakini semeni kwanza sisi tumesilimu. Waislamu wa zama hizi wengi wetu tumesilimu, lakini hatujaamini, kwa sababu kuna tofauti baina ya Uislamu na imani. Tosheka tu ya kuwa ufunguo wa kuingia peponi ni imani, na ili imani iweze kukamilika, min dhimni mukammilatil imani, miongoni mwa mambo yanayofanya imani zetu ziweze kukamilika ni sisi kupendana. Hamtoingia peponi mpaka muamini imani iliyo kamili, na hamtokuwa na imani iliyo kamili mpaka mupendane. Wana wa Ifakara, nikuulizeni swali moja. Waislamu wa zama hizi tunapendana kweli kama Allah na mtume wake wanavyotaka, au tunapendana kichina china? Hebu niambieni, tunapendana kweli? Hatupendani sasa hivi. Miongoni mwa sababu za harakati za dini kusuasua, hata dini kuonekanika inasuasua, hata sisi hatuna heshima, hatuna thamani ulimwenguni. Tusimtafute mchawi, mchawi ni sisi wenyewe. Anaye maindi Muislamu zama hizi ni Muislamu mwenzake. Anayempiga vita Muislamu zama hizi ni Muislamu mwenzake. Anayemchafua Muislamu zama hizi ni Muislamu mwenzake. Adui wa Muislamu zama hizi ni Muislamu mwenzake. Nini tatizo? Sisi ni Waislamu tu, hatujafikia daraja la imani. Tungelifikia daraja la imani, roho zingelikuwa safi, nyoyo zingelikuwa safi, tungelipendana kama Allah na mtume wake walivyotutaka. Na hitimisha na aya mbili. Aya ya kwanza inapatikana katika sura ya 9 ya Tauba. Allah anasema والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, na waumini wa kiume na waumini wa kike wao kwa wao ni vipenzi, ni wenye kupendana. Chuki zimetoka wapi? Hizi chuki tulizonazo zimetoka wapi? Huku kupigana vita kumetoka wapi? Allah anasema waumini wa kiume na waumini wa kike wao kwa wao ni vipenzi.
Nahitimisha na aya ya 10 katika suratul Hujurat. Allah anasema innamal mu'minuna ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo Waislamu ni ndugu, waumini ni ndugu. Al-ukhuwatu fi ddin aqwa wa akbaru min al-ukhuwati fi nasab. Undugu wa kidini, udugu wa kiimani ni mkubwa zaidi kuliko hata udugu wa kinasaba au wa kikabila. Sisi tumeunganishwa, udugu wetu umeunganishwa kutoka mbingu ya saba. Udugu wa kidamu na nasaba ni udugu uliounganishwa hapa duniani tu. Huyu bwana kenda kamuoa yule bibi, baada ya kumuoa yule bibi wakapata watoto wakawa ndugu. Udugu huu tulionao wa kinasaba, wa kidamu, wa kikabila, wa kiukoo ni udugu uliounganishwa hapa hapa duniani, isipokuwa udugu wa Kiislamu, udugu wa kiimani, jiwe lake la msingi liko mbinguni. Ukitaka kwenda peponi, sharti lazima uwe Muislamu kamili au uwe Muislamu kamili mwenye imani kamili. Muislamu kamili na mwenye imani kamili, ama sio? Ukitaka kwenda peponi, kama unatamani pepo ya Allah, hakikisha daraja la Uislamu ulilo nalo upande zaidi, ufikie daraja la imani. Qur'ani ikisema inawasemesha walioamini, ya ayyuhalladhina amanu, zimekuja takriban mara 90 ndani ya Qur'ani. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliosilimu mlioamini. Semeni enyi mlioamini. Qur'ani inazungumza na walioamini, na hawatoingia peponi ila walioamini, na hautokuwa muumini kamili mpaka umpende Muislamu mwenzako. Ukimwona Muislamu anamchukia Muislamu mwenzake, ujue huyo imani yake bado haijakamilika, na kama imani haijakamilika, pepo ya Allah ni ngumu kuipata. Namwomba Allah atusamehe, namwomba Allah atuongoze, namwomba Allah atakase nafsi zetu na nyoyo zetu, namwomba Allah atupambe kwa ikhlas, namwomba Allah atupambe kwa siha na afya njema, atuepushe maradhi yote madogo kwa makubwa, atujalia Waislamu tuwe Waislamu wa kweli waliofikia daraja la imani, atujalia Waislamu tupendane, tuheshimiane, tuthaminiane kwa maslahi mapana ya kusukuma gurudumu la Uislamu mbele kwa mbele. Allahumma amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Waislamu takbir. Mmepata mmekosa? Waislamu mmepata mmekosa? Ndugu zangu, alichokizungumza mimi nakithibitisha kwa vitendo. Sheikh Kishki, sama nisogee kidogo ndugu yangu. Mungu bwana, tunapendana sana, sio kidogo, alhamdulillah. Na hapa pia tuna vipenzi vyetu. Mashaallah. Mimi hapa na karibu miaka 20 kasoro kidogo sijafika hapa. Lakini kipindi tunafika hapa Sheikh Kishki, hatuji na unga, hatuji na mchele. Nyumba ya kulala anatulaza yule bwana kwenye nyumba yake mzee Daudi. Lakini kula, kuna mtu mwamba huyu hapa Mpemba anaitwa bwana Khamisi. Kahama kwao Pemba, kahamia huku. Huyu bwana yekula kuanzia asubuhi hatuulizi mpaka jua lizame, na mke wake ndio mpishi. Kuonyesha Waislamu mkipendana dini inakuwa nzuri. Sasa kwa mapenzi haya tukiyaunganisha na kauli hizi Sheikh amezitoa, wallahi ifakara itapata nuru. Kama kuna makwarukwaru, badilisheni staili ya maisha. Hayo ni maisha ya kishamba. Waislamu ili muwe barabara, tushikane, tupendane kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Kila mtu aumie kwa ajili ya mwenzie, asifurahie madhara na mashaka kwa mwingine. Tuionyeshe mapenzi Qur'ani. Mwamba mpaka anaalikwa huku kwa sababu ameamua kuitangaza Qur'ani bila janja. Tumuombee Mungu sana. Mungu amlinde Sheikh Kishki, ampe afya njema, amkinge na mahasidi na mahasidani na wanga na wachawi.
Na wale wachoma sindano Mwenyezi Mungu wote ampinge nao, semeni amen. Manake dawa yake imefika mbali na watu wengi wana Kisogoro Kwinyi wanaumia naye kwa maendeleo na mapenzi. Angalia nyie, ghafla tu hakuna aliyetoka. Namna gani mnaonyesha mapenzi? Ama mpendi yeye, mnapenda alichokibeba. Uongo. Huu ni msahafu unaotembea. Hii Qur'ani kahifadhi alafu kairejea si mara elfu ngapi? Manake huu ni msahafu unaotembea. Nyinyi mmebaki hapa kwa sababu ya heshima ya kile alichokibeba, na nyinyi Mungu pia atawalipa. Semeni amin. Sheikh Kishki, mimi naomba waage tu pamoja, yeye tunalala hapa lakini tutachelewa magharibi. Mimi naitwa Alumini Omari Panga. Amin. Kabisa Ali Omari Panga. Shukrani sana baba. Baba yangu Omari ametangulia muda mrefu na mama yangu Mwanaisha Bitengwira ametangulia muda mrefu. Mungu aje. Amin. Amin baba. Allah kuhifadhi baba. Asante sana. Allah kuhifadhi. Asante. Kishki TV, nuru ya dini yako.